Mtume na nabii kiongozi Tobias Nyaikoba. Huduma ya ujue ufalme wa Mungu ni huduma inayoongozwa na mtume na nabii kiongozi Tobias Nyaikoba. Leo somo letu linasema zijue rangi zinazozunguka kwa mwanadamu katika kupata. Zijue rangi zinazozunguka kwa mwanadamu katika kupata. Hilo ndilo somo letu. Rangi gani zinazunguka kwa mwanadamu katika kupata? Ni rangi gani zinazozunguka kwa mwanadamu katika kupata? Ni mtu au ni nani huyu anayetajwa? Mwanadamu ni mtu. Mtu katika dunia hii wameumbwa katika jinsia mbili. Kuna mwanamume aliumbwa kwanza, alafu akaumbwa mwanamke kama msaidizi. Nisikilize kwa makini. Rangi zinazozunguka kwa mwanadamu katika kupata. Mwanamume ana rangi zake zinazozunguka katika kupata, na mwanamke ana rangi zake zinazozunguka katika kupata. Rangi zinazozunguka kwa mwanaume katika kupata. Unisikilize kwa makini. Hizi rangi ndizo zinazozunguka katika kupata kwako. Yaani wewe katika kupata kwako kunazunguka na hizi rangi. Je, unazijua au huzijui? Na kama unazijua basi unazitumia, na kama huzitumii basi tambua ya kwamba kupata kwako ni kwa shida. Kupata kwako ni kwa shida. Kwa mwanamke zipo na kwa mwanaume zipo. Nitazitaja kwa uchache kwa sababu nikisema kwamba ni tenge za mwanamke alafu ni tenge za mwanamume, somo litakuwa refu sana. Nitalifupisha ili utambue kwamba kuna rangi gani mwanamke inatawala katika kupata na rangi gani mwanamume inatawala katika kupata. Nitazifupisha. Kwa mwanamume ziko rangi 7. Rangi 7 hizi ni za aina gani? Rangi ya kwanza kabisa kwa mwanamume ambayo ni ya kupata ni nyekundu. Rangi ya mwanadamu au mtu mwanamume ya kupata ni rangi nyekundu. Rangi ya pili ni rangi ya shaba. Rangi ya tatu ni rangi ya silver. Rangi ya 4 ni rangi ambayo imechanganyikana na bahari. Inachanganyikana na bahari. Yani inakuwa ina mambo kama bahari, yani blue, light blue ile. Rangi inayofuata tena ni rangi ambayo inameremeta kama chuma. Inameremeta kama chuma. Rangi inayofuata tena ni rangi ile ambayo unaona kama inawaka. Rangi nyingine ya mwisho ni rangi ambayo imechangamana na rangi hizo zote 7. Ni rangi ambayo inachangamana na hizo rangi zote 7. Ukitaka kujua zote hizo rangi na namna ambavyo utaweza kuzichanganya katika kuwa zote 7 ili zisiwe zinakuwa kwamba siku fulani lazima uwe na nyingine na siku fulani uwe na nyingine na siku fulani uwe na nyingine. Maana kuna ambayo inaonekana siku ya Jumatatu, kuna inayoonekana siku ya Jumanne, kuna inayoonekana siku ya Jumatano, kuna inayoonekana siku ya Alhamisi, kuna inayoonekana katika siku ya Ijumaa, kuna inayoonekana katika siku ya Jumamosi, kuna inayoonekana katika siku ya Jumapili. Sasa hizi rangi 7 ukitaka kuziweka pamoja ili zitumike kwa pamoja, usikae kusumbuka, leo nimeshika hii, kesho nimeshika hii, unaziunganisha. Ukitaka kujua namna zinavyounganishwa, muone mtume na nabii kiongozi atakuonyesha namna ya kuziunganisha. Kwa sababu mtume na nabii kiongozi amepewa mamlaka ya kutambua rangi zinazoweka kupata kwa mwanadamu. Si kwamba amesomea, si kwamba kuna chuo alienda akafanya. Hapana, ni Mungu anasema naye katika roho moja kwa moja. Hivi ninavyoongea na wewe mtu, ndivyo hivyo ambavyo ninavyosema utambue katika rangi zinazozunguka kwa mwanamume katika kupata. Rangi za mwanamke katika kupata ziko 5. Rangi zinazozunguka katika mwanamke katika kupata ni 5. Nisikilize kwa makini. Rangi ya kwanza inayoshughulika kwa kupata ni rangi ya dhahabu. Rangi ya dhahabu ndio rangi ya kwanza kwa mwanamke katika kupata. Rangi ya dhahabu. Rangi inayofuata ya pili ni rangi ya chuma. Rangi ya chuma. Siwacha silver ile. Chuma, steel hii ndio rangi ya pili ya mwanamke ya kupata. Rangi ya tatu ni nyekundu. Rangi ya 4 blue. Rangi ya 4 blue. Rangi ya 5 ambayo ndiyo ya mwisho, ambayo imechangamana na rangi zote hizo, ambayo imechangamana na rangi nilizotaja. Ina maana nimetaja rangi 4, alafu ya 5 ina maana iwe imechangamana. Yani ya 5 inakuwa imebeba hiyo nyekundu, imebeba hiyo glasi au stili, zote imezibeba pamoja. Hiyo ndiyo rangi ya 5. Hiyo ndizo
ambazo rangi ambazo zinazunguka katika kupata kwa mwanamume zinazunguka katika kupata kwa mwanamke. Sasa hili somo ninalifundisha, ninataka nikuambie namna ambavyo unatumia hizi rangi katika kupata. Haya ukiyasikia ni lazima uandike ndio utajua, lakini ukitaka kukariri hutaweza, kwa sababu haya yanatoka katika Roho Mtakatifu. Nafundisha wale ambao wanataka kupata pesa, maana kuna watu wamezunguka, nitapataje pesa? Anazunguka kila siku, nitapataje pesa? Natafuta pesa lakini sizipati. Haya yanayofundishwa na mtume na nabii kiongozi sio ya kanisa. Usije ukafikiri kwamba haya ni ya kanisa. Haya si ya kanisa, wala sio ya nyumba ya ibada. Haya ni ya hekalu la Mungu. Hekalu ya Mungu ni nyumba ya Mungu, na ndani ya nyumba ya Mungu kuna vitu vingi. Ndio maana Yesu alisema hivi, naenda nyumbani kwa Baba kuandalia nini? Makao. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi. Sasa hayo mambo ya makao mengi yaliyo ndani ya nyumba ya Baba. Sasa katika mtume na nabii kiongozi, ndani ya hekalu humu kuna vitu vingi ambavyo unataka kusoma hiki, unataka kukijua hiki, basi unapewa kwa ajili ya kuwaambia watu wapate kuponya. Kwa sababu kumbuka kwamba nimetumwa kwa ajili ya kuponya katika mwili, kuponya katika roho. Sasa kama nimepewa katika kuponya katika mwili, na nimeponya katika kuponya katika roho, na vile vile nimepewa katika kuhukumu. Sasa swali, sasa ninawezaje nikashindwa kukuambia kitu kile ambacho kitakufanya upone katika mwili? Kupona katika mwili unataka hera ili uweze kula, ufanye mambo ambayo yanatakikana. Sasa nisikilize kwa makini. Hizi rangi ambayo nimesema kwa mwanamume inaanza nyekundu. Sasa nisikilize. Hii rangi nyekundu jinsi inavyotumika katika kupata kwako. Hii rangi nyekundu unapotaka kwenda kazini kwako, au unataka kwenda kufanya kitu chochote, kwa sababu ndio ya kwanza kupata, lazima ujue wewe nyota yako ni nini. Sio tu kwa sababu umejua rangi sasa unachukua. Maana kuna watu wanasikia kwamba rangi hii ni ya kupata. Sasa unakimbia kwamba sasa kwa sababu nimejua rangi ya kupata nyekundu, hii sasa nabeba au navaa kitu chekundu kwenye kidole, tayari hapa nimetengeneza rangi ya kupata. Huwezi kupata hivyo. Tunaenda katika kuzaliwa kwako, nyota yako inasema namna gani. Nitakupa mfano. Yesu wakati amezaliwa pale Bethlehem, nyota yake ilionekana na majusi, na mamajusi wakasema amezaliwa mfalme. Ina maana nyota ndio ina define wewe ni nani. Sasa wewe, nyota ile ndio inasema wewe ni nani. Sasa katika wewe ni nani, ndio sasa hapa rangi hizi zinaanza kutumika, kwamba wewe unatakiwa utumie rangi nyekundu katika kupata. Siku gani? Na siku tu si kwamba ni siku zote kama siku unavyofikiri, ziko katika masaa. Kuna mtu anatakiwa avae rangi kama ni ya kupata nyekundu, aivae saa 6, wakati ule Mungu alivyokumuita Adam kwamba Adam, uko wapi? Ukisoma maandiko ya kitabu cha Biblia utaona hivyo. Anauliza saa ngapi, ndio ambapo alimuuliza mwanamume saa ngapi. Kwa hiyo unatakiwa ujue lini ulizaliwa, alafu baada ya kujua lini umezaliwa, alafu ndipo sasa mtume na nabii kiongozi atakwambia wewe katika rangi yako nyekundu unatakiwa uvae saa ngapi ili upate katika kupata kwako kuliko rahisi. Kwa hiyo yatambue haya. Kwa hiyo unaenda katika kuzaliwa kwako, umezaliwa lini? Mfano, wewe umezaliwa siku ya Jumanne, ukazaliwa saa 3 asubuhi. Nisikilize vizuri. Wewe mwanaume sasa, ukazaliwa siku ya Jumanne, umezaliwa saa 3 asubuhi. Nisikilize kwa makini. Wewe rangi yako nyekundu unatakiwa kuivaa saa 7. Rangi yako nyekundu unatakiwa kuivaa saa 7. Umezaliwa siku ya Jumanne saa 3 asubuhi. Saa 3 asubuhi unatakiwa kuivaa hii rangi yako nyekundu katika kupata saa 7. Na baada ya masaa 7 unaivua. Ndio utakuwa umetengeneza katika siku hiyo, umerekebisha katika kupata katika siku hiyo. Kwa hiyo ni kwamba katika nyota au katika rangi hizi unajua ziko tofauti. Sio kwamba unavaa kila siku, hapana. Ni kwamba unaitengeneza siku ile ili iwe kipato kwako kilichosimama. Unisikilize kwa makini. Nafundisha hivi, unisikilize. Si kwamba unaivaa unatembea nayo, hapana. Unaivaa
Kwa mfano umezaliwa siku ya Jumanne, wewe mwanaume unisikilize, nakupa mfano kwa sababu ukitaka kuyajua zaidi utabidi umtafute mtume na nabii kiongozi, atakuelekeza namna ya kufanya. Ni kwamba wewe umezaliwa, wewe ni mwanaume, rangi yako ya kupata ya kwanza ni nyekundu. Sasa mfano umezaliwa Jumanne saa 3 asubuhi, rangi hii nyekundu unatakiwa uivae saa 7 mchana, saa 7 mchana. Ukishaivaa saa 7 mchana utakaa nayo muda wa masaa 7, utakaa nayo kwa muda wa masaa 7, utaivua. Basi utakuwa katika siku yako ili uliozaliwa siku ya Jumanne umeshaitengenezea pesa, umeshaitengenezea pesa. Kwa hiyo kila Jumanne itakapokuwa inafika, utakuwa lazima kitu chochote unachofanya lazima kifanikiwe. Ndivyo ilivyo, unaenda hivyo hivyo. Sasa kama unajua kwamba ulizaliwa siku ya Jumanne alafu saa 3 asubuhi, basi rangi yako nyekundu wewe mwanaume unatakiwa uivae saa 7, na inabidi uivae saa 7 ukae nayo masaa 7. Kutoka saa 7 hiyo ukae nayo masaa 7. Hapo ndipo utakapokuwa umetengeneza siku yako ya Jumanne katika kupata imekaa vizuri, na siku zitafuata hizo zinatofautiana. Kama ulizaliwa siku ya Jumanne, hiyo nimekupa mfano, si kwamba lazima nikupe yote yanakaaje. Siku ya Jumatano inatakiwa ufanyeje, siku ya Alhamisi unatakiwa ufanyeje, siku ya Ijumaa unatakiwa ufanyeje, siku ya Jumamosi unatakiwa ufanyeje, siku ya Jumapili unatakiwa ufanyeje. Umeelewa? Ndio siku ya Jumatatu nayo unatakiwa ufanyeje. Zinatofautiana. Hivi nimekupa tu mfano kwamba siku ya Jumanne sio mfano, yani ndio ukweli wenyewe. Sio kwamba nakupa mfano, ni ukweli. Wewe kama ulizaliwa siku ya Jumanne saa 3 asubuhi, vaa rangi nyekundu saa 7 mchana, vaa masaa 7. Alafu angalia siku hiyo ya Jumanne ambayo umezaliwa siku ya Jumanne hiyo, angalia katika siku hizo itakuwa inakuaje. Nazungumza wa Jumanne. Jumanne umezaliwa Jumanne saa 3 asubuhi, unavaa rangi hiyo nyekundu saa 7 mchana, unaenda nayo mpaka masaa 7 yanaisha, unavua. Tayari umeshaikamata siku ya Jumanne, umekamata siku ya Jumanne. Hakuna mchawi atasimama katika siku yako katika ya kupata. Hakuna shetani atakayesema kwamba hapa haiwezekani, kwa sababu huyu ambaye anakufundisha haya ni kwamba ni njia mpya katika kupata. Nimepewa njia mpya, sikuja kufundisha Torati. Torati alipewa Musa, Injili amepewa Yesu. Mtume na nabii kiongozi amepewa njia mpya, namna mwanadamu afanye aweze kupata mafanikio yake, namna mwanadamu afanye namna ya kupata mafanikio yake. Siwezi kupewa kuhukumu nisipewe kuhukumu katika pesa. Siwezi kuhukumu nikapewa kwamba na hukumu nikashindwa kuhukumu kwenye ugonjwa. Lazima nikuonyeshe njia za kupata na njia za kukosa ziko wapi. Kwa hiyo mwanamume rangi yake ya kupata ya kwanza kabisa ni nyekundu. Nimesema ambaye amezaliwa siku ya Jumanne saa 3 asubuhi, kupata kwake kwa rangi nyekundu anatakiwa avae nini? Avae muda wa saa 7 mchana, alafu avae masaa mangapi? 7. Unakuwa umeikamata siku hiyo, unaikamata siku hiyo kabisa, inakuwa kwamba siku hiyo ndio siku yako ya kupata. Kwa hiyo ukitaka kupata siku ya Jumatano utanitafuta, ukitaka kupata siku ya Alhamisi utanitafuta, ukitaka kupata Ijumaa utanitafuta, ukipata Jumamosi utanitafuta, ukitaka kupata Jumapili utanitafuta, ukitaka kupata Jumatatu utanitafuta, ili nikuelekeze siku gani umezaliwa na siku gani wewe rangi hizo zifanye kazi. Nimekuambia kwa huyu mwanamume siku ya Juma ngapi? Ya Jumanne saa 3 asubuhi anavaa saa 7. Rangi nyekundu atavaaje? Na nimekutajia rangi 7 ambazo anatakiwa mwanamume awe nazo. Mwanamke ana rangi 5. Rangi inayosimama kwa mwanamke, rangi ya kwanza inayosimama ni rangi ya dhahabu. Rangi ya dhahabu ndio inayosimama kwa mwanamke, ndio ya kwanza. Angalia, kwa mwanamume imesimama nyekundu ndio ya kwanza, kwa mwanamke imesimama dhahabu ndio ya kwanza. Nisikilize sasa kwa makini. Wewe mwanamke unayetaka pesa, umezaliwa siku ya Jumanne saa 3 asubuhi. Kama vile vile mwanamume nilivyotoa, umezaliwa saa 3 asubuhi siku ya Jumanne, unatakiwa uvae rangi hii ya dhahabu saa 1 asubuhi. Saa 1 asubuhi, rangi ya dhahabu, na ikae kwako masaa 8. Ikae kwako masaa 8. Mwanamume inakaa masaa 7, mwanamke inakaa masaa 8. Ukishavaa kuanzia saa 1 asubuhi, ulizaliwa siku ya Jumanne saa 3 asubuhi, we mwanamke ukazaliwa saa 3
asubuhi siku ya Jumanne, unavaa saa 1 asubuhi rangi ya dhahabu mpaka saa 8 unavua, tayari umeikamata siku ya Jumanne, umeikamata siku ya Jumanne. Hizo ni rangi ambazo zinatawala katika kupata katika mtu. Mwanamke rangi inayosimama ni rangi ya dhahabu, mwanamume rangi inayosimama ni rangi nyekundu. Ndio maana unaona viongozi wote wa serikali, wafalme wote wa nchi zao, vitambaa vinavyotandikwa wanakanyaga ni rangi nyekundu. Ile ni rangi ya kupata. Jiulize, kwa nini rais anatandikiwa rangi nyekundu, yani carpet nyekundu? Kwa nini ukienda ofisi za serikali zimewekwa rangi nyekundu? Tambua hivyo. Usiende tu kwamba kichwa hii ni rangi tu na panavaa tu. Kuna watu wamepoteza kupata. Wanasema kwamba haya ni rangi tu. Ni rangi tu ndio maana unalia. Ni rangi tu kwa sababu maarifa huna. Ndio maana nataka nikwambie. Kwa nini wasitandike nyeusi akanyage mtu? Kiongozi wamtandike nyekundu, wewe kwa nini wasitandike nyeusi? Kwa nini wasitandike nyeupe? Basi nyeupe ni nzuri ili ionekane safi. Kwa nini wasitandike hivyo? Kwa nini wasitandike hata ya njano? Au kwa nini wasiweke hata dhahabu wamwage akanyage? Tambua kuna mambo na taratibu zake katika ulimwengu wa roho. Hiyo ndio mafundisho ambayo anafundisha mtume na nabii kiongozi Tobias Nyaikoba kwa ajili ya namna ambavyo mwanadamu anatakiwa awe ili usipate kulialia. Sasa kama hii hutaki kulialia, basi umeshasikia namna ambavyo unaweza ukatumia rangi katika kupata kwako. Na nitafundisha siku moja namna ambavyo unaweza ukatumia rangi usiugue. Namna ambavyo unaweza ukatumia rangi usiugue. Kuna somo kabisa nitafundisha namna ya kutumia rangi usiugue. Yani kuna rangi ambazo ukivaa hutaugua. Kwa nini hutaugua? Rangi hizo zinapingana na pepo, ndizo zinazoleta magonjwa. Yani upepo huu unaona unavuma, unatokea kaskazini, unatokea kusini, unatokea mashariki, unatoka magharibi. Huu upepo unakujaga na magonjwa. Vitu vile vinaitwa virusi au bakteria, zinapita kwenye hewa. Wanakuambia mfumuko siku hizi wa mafua umetokea. Sasa nikwambie kuna rangi zinazodhibiti hivyo vitu. Kuna rangi, kuna siku nitafundisha somo hilo. Somo hilo ni refu kidogo, siku hiyo nitalifundisha kwa upana. Na masomo haya ambayo ninafundisha mtume na nabii kiongozi yanapatikana kwa mtume na nabii kiongozi pekee, Tobias Nyaikoba. Namba zetu za simu ni 0715 41 24 0715 41 24. Ukitaka kupata namna ya kutumia rangi ufanikiwe katika maisha. Maana rangi zipo. Usiseme kwamba rangi hizi zilikuja tu. Hizi rangi ni za shetani. Shetani hana kitu alichoumba. Nikwambie kabisa mtume na nabii kiongozi amepewa mamlaka hiyo. Na mamlaka hii ni njia mpya. Na usifikiri kwamba eti alienda akasoma, amebukua vitabu vya nyota, amesoma malibrari, sasa ndio anajua hivi. Kama waweza kusoma na wewe hivyo, kasome ili uje ukafundishe hivyo. Lakini mimi nimepewa mamlaka hayo. Huyu anenaye ni yule roho katika ulimwengu wa roho ambaye amenituma mimi kusimama katika njia mpya. Namna ya kutumia rangi ukapata kipato chako katika pesa, mambo yako yakaenda vizuri. Wewe mwanamume rangi inayosimama ni nyekundu, wewe mwanamke rangi inayosimama ni rangi ya dhahabu. Na nimetoa nikaeleza kwamba kama umezaliwa ni Jumanne saa 3 asubuhi, kama wewe mwanamke ndio umezaliwa Jumanne saa 3 asubuhi, rangi ya dhahabu unatakiwa ivae kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 8, unavaa masaa 8. Kwa mwanamume kama wewe umezaliwa siku ya Jumanne saa 3 asubuhi, unatakiwa uvae saa 7 rangi nyekundu, uikae kwako masaa 7. Alafu ukishavua hapo unakuwa umeikamata siku hiyo ya Jumanne, imekuwa kwa ajili ya kipato kwako. Kwa chochote utakachokifanya siku hiyo utafanikiwa. Chochote utakachokifanya lazima ufanikiwe. Kwa nini ufanikiwe? Umeikamata siku hiyo. Sasa kwa hiyo si kwamba utakuwa unarudia kuvaa rangi hiyo, hapana. Sasa utakuwa umeshazikamata siku hizo. Kwa hiyo unaweza ukaunganisha sasa, ukawa unavaa rangi hizo zote 7 kwa moja, au nikakupa maelekezo namna ambavyo ya kutumia rangi hiyo ikajibadilisha yenyewe. Kila siku inabadilisha, inaenda rangi nyingine kama vile ambavyo Mungu amenipa mamlaka. Mimi naweza nikatumia rangi moja ikajibadilisha yenyewe bila kutafuta rangi zingine. Kawa inajibadilisha siku kwa siku mpaka ikamaliza siku ile. Ikifika siku ya ile ya kwako ambayo ni ya nyota yako, inasimama nyekundu kama vile. Kwa hiyo kwa mwanamke inasimama dhahabu, ndio rangi yake ya kwanza ya kupata, na mwanaume ni rangi nyekundu. Fuatilia masomo yetu ya mtume na nabii kiongozi Tobias Nyaikoba, na masomo haya yanafundishwa kwa njia ya kiroho. Si yaandai, yanakuja tu. Napewa maelekezo, fanya hivi, ninapewa hivyo. Kwa hiyo sasa hivi ndivyo ambavyo nimekufundisha namna ya kutumia rangi
uweze kufanikiwa. Somo letu namna ya kutumia rangi ufanikiwe katika kipato chako. Kipato chaweza kuwa pesa, chaweza kuwa kazi, chaweza kuwa elimu, chaweza kuwa mafanikio, chaweza kuwa mtoto, chaweza yani paka chochote unachotaka. Rangi yenyewe inaweza kusimama. Na kuna siku nitafundisha namna ya kutumia rangi usiugue. Namna ya kutumia rangi hizo usiugue. Barikiwa sana kwa jina la Yesu. Hili ni njia mpya ya mtume na nabii kiongozi Tobias Nyaikoba. Mawasiliano yetu ni 0715 41 24 24. Barikiwa sana kwa jina la Yesu.